na mtu yeyote yule. Lakini njia moja wapo ambayo nitakatumia ni ndoto. Mathayo 2:13 inasema, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka uchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Yusufu alipata taarifa za kwamba mtoto wake anatafutwa, Yesu anatafutwa, kwa hiyo akimbie. Alipata taarifa kupitia nini? Ndoto. Yaani kwa hiyo anaishi, Yusufu alikuwa amelala, Mungu ndiye akampa ujumbe wakati amefanyaje? Amelala. Kwa hiyo Mungu anaweza kukupa taarifa wewe ukiwa umefanyeje? Umelala. Japokuwa si kila ndoto ni Mungu anafanyaje? Ndoto zingine zinakuja kwa sababu ya uchovu. Ndoto zingine zinakuja kwa sababu ya kuwaza mawazo fulani hayo. Kwa hiyo usiku unapolala, mwili wako unapokuwa sasa unapumzika, zile kumbukumbu zinarudi. Zinakuja sasa kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo si kila ndoto basi ni ndoto ya Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kujua ndoto hii hivi ni kweli ni ya kimungu, unatakiwa kuipima kulingana na neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza akasema na wewe kupitia ndoto. Akazungumza na wewe kwa kupitia picha ambayo anakuonyesha, au kupitia maelekezo wakati umelala usingizi. Kwa hiyo ni njia moja hapa ambayo Mungu anataka kutumia kusema na. Kwa hiyo kuna ndoto zingine ukiota unaona kabisa si ndoto za nini? Za kawaida. Kwa hiyo ndoto hizo unatakiwa kuwa nazo makini na kuzitendea kazi. Mara kadhaa yamkini umekuwa ukiota ndoto lakini umechukulia kama tu ni kawaida. Na wakati mwingine umekuwa ukiota ndoto lakini kumbe ni kwa sababu ya nini? Ya uchovu. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana katika njia hii, kwa sababu hata shetani naye anatumia ndoto kwa ajili ya kukuharibu wewe. Kwa hiyo tunamwona Yusufu anaambiwa kwa kutumia nini? Ndoto. Lakini Mathayo 1:18. Mathayo 1:18, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mumewe, kwa vile alikuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, alazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, akaanza kufikiri kumwacha. Siku moja sasa amelala usingizi, tazama malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto. Kwa hiyo jamaa alipokuwa anafikiria mambo hayo kuyafanya, kuyatekeleza, akawa amelala usingizi. Siku moja Mungu akamwambia, kile unachokifikiria kile sio sahihi. Kwa hiyo Mungu wetu huwa anasema na siku kupitia nini? Ndoto. Tumeona mifano ya hao wenzetu ambao Mungu amesema nao kupitia nini? Ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ili uote ndoto ni mpaka wewe umefanyeje? Mpaka umelala. Njia nyingine ambayo Mungu anaweza akaitumia kusema na wewe ni kupitia neno lake. Ni kupitia neno lake. Ni kupitia neno lake. Tumeweza kusema neno la Mungu. Tumeweza kusema maneno matakatifu ambayo tunayapata kupitia Biblia. Kwa hiyo Mungu pia anasema na wewe kwa ndoto, lakini akatuma mstari wa Biblia, akatuma somo, kumbe akawa anazungumza na nani? Na wewe. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kuzungumza na wewe kupitia neno lake.
Unawezekana ukawa jisomea mwenyewe akupa mstari ambao unaelezea jambo lako hilo, au ukuta mtumishi anazungumzia somo ambalo linahusiana na hilo jambo lako wewe. Kwa hiyo Mungu akawa anasema na kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo unatakiwa sasa ujitahidi kujifunza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16.